hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia. Ni wazi kwamba walikuwa wamefanyika kuwa wanafunzi wa Yesu, lakini walikuwa hawajakutana na fundisho pamoja na ujazo huo wa Roho Mtakatifu. Sasa jambo hili lina umuhimu wake mkubwa sana ndani yetu tuaminio, na kukosa kufahamu na kupokea Roho Mtakatifu kunatuletea shida kubwa ya kiroho katika maisha yetu ya kiroho, kwa sababu Yesu Kristo mwenyewe katika fundisho lake, wakati ule alipokuwa anaondoka anarudi kwa Baba, anapaa kwenda juu mbinguni, alisema sitawaacha yatima. Sitawaacha yatima, lakini nitawapelekea msaidizi. Na yeye alikuwa anamsema habari zake kwamba angewapelekea hapo wanafunzi wake ni Roho Mtakatifu. Jambo hili ni muhimu sana kwa kila ambaye amekuwa mwanafunzi wa Yesu. Na Roho Mtakatifu mwenyewe leo anatuuliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Yani baada ya wokovu, baada ya kumwamini Yesu, umepokea Roho Mtakatifu? Yohana sura ile ya 14. Sasa tuangalie Yesu mwenyewe alivyokuwa anawaelekeza wanafunzi wake na kuwafundisha juu ya Roho Mtakatifu ambaye walipaswa kumpokea. Yohana sura 14 mstari wa 2 mpaka wa 3, halafu mstari wa 16 mpaka mstari wa 18. Yohana sura 14 mstari wa 2 mpaka wa 3, halafu mstari wa 16 mpaka 18. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuwaandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Yesu hapa anazungumza maneno ya mwisho kwa wagaaga wanafunzi wake. Tuangalie mstari wa 16 mpaka mstari ule wa 18. Mstari wa 16 mpaka 18. Nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumwoni wala umtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema atamwomba Baba ili amlete msaidizi mwingine akae nasi milele. Ndiye Roho wa kweli. Roho Mtakatifu jina lake lingine ni Roho wa kweli. Anasema huyu ulimwengu haumtambui kwa sababu haonekani kwa macho ya nyama, lakini walio wanafunzi wake Yesu watamtambua. Na mstari ule wa 18, mstari wa 18 hapo katika mistari ambayo tumeangalia hapo katika Yohana sura ile ya 14. Sitawaacha yatima. Sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Kwa hiyo akawa anaelezea kwamba kuondoka kwake Yesu anakuja msaidizi wake anayeitwa Roho Mtakatifu, na kwamba hata waacha wanafunzi wake yatima, hawatapungukiwa neno. Ndio maana yake. Bwana Yesu asifiwe. Maana wao walikuwa na Yesu kimwili kabisa, alikuwepo katikati yao, wanazungumza naye, wanakula naye, anawafundisha, anawaombea. Sasa wakaingiwa na huzuni kwamba huyu Yesu anaondoka, sasa itakuwaje? Sisi tutabaki na nani? Neno hili litakuwaje? Ndipo alipokuwa anafundisha na kuelezea kwamba ni kweli anaondoka, lakini atamwomba Baba, atakuja msaidizi akae nao milele, na huyo ni Roho wa kweli.
wengine hawawezi kumuona, wasioamini hawatamfahamu, hawatamuona, hawatampokea kwa sababu hawamtambui. Lakini wao wanafunzi wake Yesu ambao wanawaeleza mapema habari zake, wao watamtambua, maana atakaa kwao, atakaa nao, na tena atakuwa ndani yao. Sitawaacha yatima, naja kwenu. Sasa haya yalikuwa ni mafundisho ambayo alikuwa anawaelezea wakati ule, lakini ikafika mahali sasa Kristo alipokuwa amesulubiwa msalabani, akafa, akafufuka. Kulikuwa na siku zile kabla hajapaa kwenda mbinguni ambazo alikuwa anawatokea wanafunzi wake, bado akawa anawafundisha, akawa anawaelezea na kuwasisitizia habari ya Roho Mtakatifu, na anaongea nao hapa sasa baada ya kuwa amefufuka. Matendo ya Mitume sura ya 1 anawaeleza tena umuhimu na jinsi ambavyo Roho Mtakatifu atakuja, huyo ambaye alikuwa anamtaja kwamba ni msaidizi atakayewasaidia waliomwamini. Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 4 mpaka wa 5, alafu mstari wa 8. Matendo 1 mstari wa 4 mpaka wa 5, alafu mstari wa 8. Hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba, ambayo mlisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Mstari wa 8. Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hapo ilikuwa ni muda mfupi kabla hajaondoka, hajapaa na kuondoka, anasisitiza na kuelezea tena jinsi jambo hilo litakavyokuwa, kwamba Yohana alibatiza kwa maji, lakini wao watabatizwa kwa Roho Mtakatifu katika siku chache zijazo, na kwamba watapokea hiyo nguvu ikiisha kuajilia juu yao. Akiisha kuajilia juu yao Roho Mtakatifu, watafanyika kuwa mashahidi wake Yesu katika Yerusalemu, katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Ndiyo kusema ya kwamba mtu akipokea nguvu na Roho Mtakatifu akikujilia juu yako, unakuwa au unafanyika kuwa shahidi wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Unafanyika kuwa shahidi wa Yesu. Kuwa shahidi wa Yesu maana yake nini? Kuwa shuhuda wa Yesu maana yake nini? Kama jinsi ambavyo walikuwa wanaambiwa hapa wanafunzi, kwamba sasa wao kama jinsi walivyofundishwa na Yesu, kama jinsi walivyoishi naye, walivyomfahamu, alivyowaagiza, amewafundisha, watakuwa sasa mashahidi. Yaani watafanya vile vile kama Yesu mwenyewe alivyofanya. Watashika mafundisho vile vile kama walivyojifundisha kwake. Watafanya vile vile kama maagizo yote waliopewa. Sababu kumbuka, maagizo yale yalikuwa ni maagizo ya kiroho. Hayakuwa maagizo ya kutumia akili au ya kutumia uwezo au ya kutumia nguvu. Yalikuwa ni maagizo ya kiroho. Na kwa namna hiyo yalikuwa yanatakiwa yaweze kupokelewa, yaweze kutekelezwa kwa nguvu za Roho. Na Yesu alijua kwamba watu hawa kama hawatapokea nguvu ya Roho Mtakatifu, ambayo ni nguvu ya Mungu, kupokea nguvu ya uungu, kunakuwa na uungu ambao unaingia ndani yako. Ile nguvu ya Mungu, nguvu inayokufanya kuwa na uungu katika maisha yako, hiyo ndiyo ambayo itakufanya uweze kufanya yale ambayo Mungu ameagiza.
maana hayo hayafanyiki kwa akili. Si maisha ya kutumia ufahamu na maarifa. Ni maisha ambayo tunaweza tukaishi kwa kutumia nguvu ya uungu ambayo inaambatana nasi baada ya kuamini katika jina la Yesu. Kwa hiyo akawaambia hivyo, mtakuwa mashahidi. Tunafanyika kuwa mashahidi. Mtu ambaye ameokoka alafu amepokea hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu anafanyika shahidi wa Yesu kwa namna iliyo rahisi sana, kwa sababu hatumii nguvu zake mwenyewe, hatumii akili zake mwenyewe, lakini kuna uweza wa Mungu ambao unaambatana na mtu yule aliyeamini. Kuna nguvu na uwezo wa Mungu, kuna neema ya Mungu ambayo Roho Mtakatifu anaiachilia juu ya maisha yako, na wewe ukaweza kuishi na kufanya sawa sawa na yale ambayo Mungu anataka sisi tuyafanye katika jina la Yesu. Sasa ikafika hiyo siku ya Pentekoste. Siku ya Pentekoste ndiyo siku ambayo Roho alishuka juu ya wanafunzi wa Yesu. Maana waliambiwa wasitoke Yerusalemu, ule mstari wa 8, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Kwa hiyo mstari ule wa 4, waliagizwa kwamba wasitoke Yerusalemu, bali waingojee ahadi ya Baba ambayo mlisikia habari zake kwangu. Wasianze kufanya huduma, wasitoke na kwenda kokote kule kwa kutumia tu maarifa na mafundisho walio nayo, wakaanza kufanya wakati bado hawajapokea hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu, usaidizi maalum unaotoka kwa Mungu mwenyewe ambao unakuwa ndani ya mtu aliyeamini, utakaomwezesha kufanya hivyo si kwa nguvu zake, lakini kwa nguvu za Mungu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ikafika siku hiyo ambayo inaitwa siku ya Pentekoste. Matendo ya Mitume sura la 2 mstari wa 1 mpaka mstari wa 4. Matendo ya Mitume sura la 2 mstari wa 1 mpaka wa 4. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja, wako Yerusalemu. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu, ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Mstari wa 4. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo dalili ya wazi ambayo ilionekana kwao wakati ule walipojazwa, jinsi ambavyo waliweza kunena kwa lugha mpya, kila moja kwa kadiri Roho Mtakatifu alivyokuwa amemjalia. Hiyo ilikuwa ni ishara tu. Ilikuwa ni ishara tu kwamba wamepokea, kwa sababu ishara ilionekana wakati huo moja kwa moja ni jinsi ambavyo walinena kwa lugha nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Sasa utaweza kuona nyakati hizi tulizo nazo, kitu au jambo ambalo linakazaniwa sana katika mafundisho yanayohusiana na kujazwa nguvu ya Roho Mtakatifu ni watu kunena kwa lugha. Watu kunena kwa lugha. Ishara hii ya kwanza ndiyo ambayo sasa inaonekana kwamba yani hii ndiyo muhimu kabisa. Ni kweli ishara hiyo itathibitika, lakini hiyo ni ishara tu. Hiyo ni ishara tu. Lakini kazi ya Roho Mtakatifu, yeye katika kazi zake nyingi alizo nazo, ni za kumfanya mtu aliyeamini ambaye amejazwa nguvu ya Roho Mtakatifu kuishi maisha ya kuwa shahidi wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kuishi maisha yanayomwonyesha na kumdhihirisha kwamba yeye ni shahidi wa Yesu, sio kwa maneno yake, kwa maisha yake. Amen.
kwa maisha yake, kwamba mtu huyu ni shahidi wa Yesu, analiishi neno lile la Kristo, anayaishi mafundisho yale ya Kristo. Huyu ni mwanafunzi wa Yesu, si kwa kujitaja, lakini kwa uhalisia wake. Maisha yake yanampambanua kwamba huyu ni shahidi wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tofauti sana na jinsi ilivyozoeleka sasa wakati huu, kwamba kinachotafutwa ni watu kunena kwa lugha. Ngoja nikwambie, yako mapepo yanayonena kwa lugha, na nimekuwa nikikutana nayo kwa watu kadhaa. Mtu ananena lakini si Roho Mtakatifu. Unajua shetani ana uwezo wa kuigiza kila kitu, kila ambacho Mungu anakifanya anaigiza. Wako pepo ambao wanaigiza, wako pepo wanaoigiza kuomba, kunena kwa lugha, wako pepo ambao wanaigiza uponyaji, kila kitu ambacho ungedhani kwamba ni cha kimungu. Upande wa pili wako hao pepo wa uongo, na ndio maana leo tuweza kuona ziko huduma, wako watumishi wa uongo, wala hawafanyi vile kwa nafsi zao. Ziko roho kabisa upande wa pili zilizo za uongo, ambazo zinaigiza, zinakuwa juu ya mtu, na mtu huyo anaweza kabisa akaonekana ni mtumishi wa Mungu, ni mtumishi wa Mungu kabisa, lakini ni mtumishi wa uongo. Ziko roho zinazoambatana nazo, zilizo roho za uongo, ambazo ni za pepo wanaojigeuza kuwa malaika wa nuru, wakati ukweli ni kwamba wao ni malaika wa giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa utaweza kuona kwamba mtu sasa akishapokea au akijazwa nguvu ya Roho Mtakatifu, hapa ndipo mahali ambapo sasa mambo mengi ambayo Roho Mtakatifu anapokuwa ndani ya mtu yanapoanza kudhihirika. Maana ni Roho Mtakatifu sasa anaanza kumtumia huyu mtu, Kwa hiyo kuna mambo mengi yanaanza kudhihirika, ikiwa ni pamoja na karama mbalimbali. Ndio maana zinaitwa ni karama za Roho Mtakatifu. Karama za Roho Mtakatifu zinakuwa juu ya mtu ambaye amejazwa hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu. Ndipo sasa kunakuwa na karama mbalimbali, kunakuwa na matokeo mengi tofauti. Yule Roho Mtakatifu aliyoko ndani ya mtu anaanza kumtumia yule mtu katika mambo mengi yaliyo tofauti, na maisha yake huyu mtu yanaimarishwa kwa namna ya ajabu sana, kwa sababu yule roho aliyoko ndani yake anamsaidia yule mtu katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu ana kazi nyingi sana. Hapa nimejaribu kuziweka chache sana ambazo zinaweza kutusaidia katika kuomba, lakini kazi za Roho Mtakatifu ndani ya mtu ni nyingi sana. Ni somo ambalo kwa utaratibu wetu hapa ningeweza kulifundisha kwa siku kadhaa, lakini tutajifunza sehemu kwa sehemu, madam sisi nasi tunahitaji kujua habari za huyo Roho Mtakatifu. Wakorinto wa kwanza sura 12 mstari wa kwanza alafu mstari wa 4 mpaka 11. Wakorinto wa kwanza sura ya 12 alafu mstari wa 4 mpaka 11. Basi ndugu zangu, kwa habari ya karama za Roho sitaki mkose kufahamu, yani karama za Roho Mtakatifu. Mstari wa 4 mpaka 11. Basi pana tofauti za karama, bali Roho ni yeye yule. Tena pana tofauti za huduma, na Bwana ni yeye yule. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Kila mmoja
Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja anatakiwa apewe ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Sasa hapo ndipo kuna unaweza kuwa na umuhimu wa kupokea Roho Mtakatifu. Mstari wa 8 na kuendelea. Maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa apendavyo Roho yeye yule. Mwingine imani katika Roho yeye yule. Mwingine karama za kuponya katika Roho yule mmoja. Na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine kupambanua roho. Mwingine aina za lugha, na mwingine tafsiri za lugha. Lakini kazi hizi zote huzitenda Roho huyo mmoja yeye yule, akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu anatakiwa agawiwe karama na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Tukuta ungesema yaani mimi sijui hata karama yangu, mimi sijui hata kwamba ni kitu gani ambacho. Ndiyo, unaweza ukawa hujui kwa sababu bado hujapokea Roho Mtakatifu, hajashuka ndani yako huyu msaidizi hata akapambanua maisha yako kwamba ni karama gani ambayo ameweka ndani yako. Lakini mtu akisema anaye Roho Mtakatifu, kama kweli ni Roho Mtakatifu, mtu huyo lazima kuwe na karama kama jinsi ambavyo amepewa. Kwa mfano ule ambao tumejifunza hapa kwamba kuna karama ambayo itaonekana iko ndani yake, kwa sababu yeye kila mmoja lazima ampe karama yake kama apendavyo. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna hata mtu mmoja ambaye atabaki pasipokuwa na karama. Labda huyo ni kwa sababu tu hajapokea nguvu, hajampokea Roho Mtakatifu. Lakini ukimpokea huyu msaidizi ambaye anakaa nasi hata milele, yuko ndani yetu, yeye lazima atakufunulia karama inayofanya kazi katika maisha yako. Na kama ulikuwa bado hujapokea nguvu ya Roho Mtakatifu, leo kaa standby. Leo utapokea nguvu ya Roho Mtakatifu na utajua karama inayofanya kazi ndani yako katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hata tabia mbalimbali ambazo tunakuwa nazo inakuwa tofauti sana. Mtu ambaye amepokea Roho Mtakatifu inakuwa tofauti sana. Mtu huyu anakuwa anabadilishwa kwa namna iliyo rahisi, kwa sababu yuko Roho Mtakatifu ambaye anamsaidia, anayemuongoza na kumtia katika kweli yote. Kwa hiyo utaona sasa, kwa mfano katika machache yanayohusiana na utendaji wa Roho Mtakatifu, maandiko yanaeleza jinsi ambavyo Roho Mtakatifu ndiye ambaye anatuongoza kuijua kweli ya neno la Mungu. Ndiye anayewatia watu katika kweli na kuwapeleka kwenye huduma ya kweli na kuwafunulia neno la kweli. Ni kazi ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Utaona mtu anakuambia, yaani nimekwenda mahali fulani, nikakaa pale, nikasikiliza mhubiri, sikuwa na amani, nikatoka. Nikaenda mahali pengine, hapo nako nilikaa, sikuwa na amani. Yaani nikaenda mahali pengine, lakini nilipofika mahali fulani hivi nikasema hapa sasa nikasikia amani kabisa kuendelea kukaa pale na kuendelea kuabudu pale. Hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu. Hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu. Yeye ndiye anayewaongoza watu na kuwatia katika kweli yote, na ndio maana anaitwa Roho wa kweli. Yohana sura 14 mstari 16 mpaka 17. Kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ile ya 14 mstari wa 16 mpaka mstari wa 17. Yohana 14 mstari wa 16 mpaka 17. Nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele, ndiye Roho wa kweli.
Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Roho wa kweli. Angalia tena Yohana 16:13. Sura 16 mstari wa 13. Yohana sura 16 mstari wa 13. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayosikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Atakapokuja huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba huyu Roho Mtakatifu atawaongoza wale ambao wamempokea kwenye neno la kweli la Mungu, kweli yote, sio nusu, sio robo, kweli yote. Ndio maana leo tunashangaa watu ambao wanasema wamejawa na nguvu ya Roho Mtakatifu hawasimami kwenye kweli yote. Huyo ni roho gani aliye ndani yao? Inatia mashaka. Kama kweli ni Roho Mtakatifu, huyu mtumishi ambaye anasema kwamba amejaa, ananena sana kwa lugha, ana uwezo wa kunena tangu asubuhi mpaka jioni, huyo roho tunaambiwa ni roho wa kweli. Iweje huyu ambaye ana huyo roho anaitwa roho wa kweli, lakini haenendi katika kweli yote? Tunatiwa mashaka na huyo roho kama kweli ni Roho Mtakatifu, kwa sababu huyu Roho Mtakatifu, maandiko yananena hapa kwamba atawaongoza na kuwatia katika kweli yote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ni muhimu sana kuwa na Roho Mtakatifu, kwa sababu hata kama utakutana na neno la uongo, Roho Mtakatifu atakushuhudia ndani yako mwenyewe kwamba hili neno sio kweli, huu ni uongo. Ndio maana wakati mwingine unakosa amani, kwa sababu Roho wa Mungu anakushuhudia kwamba hii si kweli, huu ni uongo, na uweze kuwa na amani ya kukaa mahali hapo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sio hilo tu, kama tulivyotangulia kuangalia kwamba karama mbalimbali zitakuwa dhahiri. Karama zitakuwa dhahiri kwa mtu ambaye amepokea nguvu ya Roho Mtakatifu, na mtu atajua kwamba hapo mwanzo nilikuwa siwezi kufanya 1, 2, 3, lakini sasa baada ya kubatizwa kwa Roho Mtakatifu, baada ya kupokea ule uwezo, ile nguvu, sasa ninashangaa sana, kwa sababu yale mambo ambayo ulikuwa huwezi kuyafanya hapo mwanzo, sasa unashangaa kwamba yanakuwa ndani ya uwezo wako, na tena unayaweza kabisa katika jina la Yesu, kwa sababu iko karama ambayo umeipokea kwa Roho Mtakatifu. Wakorintho wa kwanza tuliangalia hili andiko, na sasa tulirudie tena sura ile ya 12. Wakorintho wa kwanza sura 12 mstari ule wa 4, alafu tuangalie mstari wa 8 mpaka 11. Maana pana tofauti za karama, bali Roho ni yeye yule. Maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima, mstari wa 8 kuendelea, na mwingine neno la maarifa. Hizo ni karama hizo. Kuna karama inaitwa neno la hekima, kuna karama inaitwa neno la maarifa, apendavyo Roho yeye yule. Mwingine imani. Kwa hiyo kuna karama ya imani. Karama ya imani
yani ni mtu ambaye anakuwa na imani kupita maelezo. Wakati katika kawaida tu mwingine akwambia bwana mimi siamini hapa, lakini karama ya imani mtu anaweza kusimama, mvua inanyesha, alafu anaomba kwa jina la Yesu, mvua toweka sasa hivi, alafu anasema msiogope, hii mvua sasa hivi inaacha kunyesha, na inanyesha, watu wanakimbia. Alafu dakika zipiti, ile mvua kimya, lile wingu linaondoka, panakuwa peupe. Hiyo ni karama ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Karama ya nini? Ya imani. Karama ya imani. Kuna karama ambazo zinafanya kazi pacha. Karama ya imani na karama ya miujiza kwa mfano lazima zifanye kazi pamoja. Mtu mwenye karama ya miujiza anakuwa pia na karama ya imani, kwa sababu anaomba na mambo yanatokea wakati huo huo kwa ghafla. Karama ya imani. Hizo ni karama, na mwenye kutoa ni Roho Mtakatifu. Amen. Mwingine karama ya imani katika roho yule. Mwingine karama za kuponya katika roho yule mmoja. Kuponya watu, kuombea watu na kupona. Kuna utendaji ulio wa kawaida, alafu kuna utendaji ambao sasa unakuwa ni karama. Mungu anaweka uwezo huo ndani ya mtu, kwamba akiomba, akimwombea mgonjwa, yule mgonjwa anapokea uzima, anaponywa. Karama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hizi zote ni Roho Mtakatifu, yeye yule anagawa, anatoa kwa watu. Anatoa kwa watu kama pendavyo yeye. Karama ya kuponya katika roho yule mmoja. Na mwingine matendo ya miujiza. Ndio. Matendo ya miujiza ndio hiyo ambayo kuna kuona kiwete pale, mtu anakwenda kwa jina la Yesu, anaomba kiwete, simama kwa jina la Yesu, tembea, kama vile kina Petro walivyokuwa wanafanya. Hizo zote ni karama. Na mwenye kugawa karama hizo ni nani? Roho Mtakatifu. Na mwingine unabii. Watu ambao wanatoa unabii. Sasa unabii ambao wengine wanatumia tu, unakuta sio karama ya unabii, lakini kama nilivyosema kwamba shetani naye anaigiza. Kuna mapepo ambayo yanawatumia watu kwenye eneo hilo, lakini inakuwa sio Mungu. Mwingine kupambanua roho ni karama hiyo. Kupambanua roho maana kwamba unaweza kukutana na mtu ambaye humjui, au ukamsikiliza mtu ambaye anajiita mtumishi wa Mungu. Una karama ya kupambanua roho, na kwa kumsikia tu mtu namna hii anaongea, au kwa kumwangalia ukajua huyu mtu kuna roho gani ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Ambayo ni muhimu sana katika nyakati hizi, kwa sababu watu kwa kushindwa kupambanua roho wanashindwa kujua kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu, ni roho wa Mungu anafanya kazi ndani yake, au hii ni roho nyingine. Matokeo yake, watu kwa kushindwa kupambanua roho leo wanawafuata watumishi feki, manabii wa uongo. Nyuma yao kuna maelfu ya watu wameshindwa kupambanua roho zinazofanya kazi ndani ya watumishi hao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunahitaji watu ambao watapambanua roho na wakatusaidia kwamba roho inayofanya kazi hapa ni roho gani. Amen. Kama tuna watu wenye karama hizo za kupambanua roho, ni rahisi sana kupotea, kwa sababu watashindwa kutuambia
na kutufafanulia kwamba ni roho gani inayofanya kazi ndani ya mtu fulani. Mwingine aina za lugha, na mwingine tafsiri za lugha. Iko karama ambayo mtu anaweza akazungumza lugha mbalimbali, karama kabisa. Wako watumishi ambao wanahubiri katika nchi mbalimbali na sehemu mbalimbali. Akifika Tanzania hahitaji mkalimani, anahubiri Kiswahili, lakini hajawahi kujifunza Kiswahili wala hajui Kiswahili. Lakini akija hapa, ile karama ya lugha, moja kwa moja akisimama anaanza kuongea na sisi Kiswahili kana kwamba ni mtu ambaye amezaliwa hapa, ameishi hapa. Bwana Yesu asifiwe. Aina za lugha, aina za lugha. Roho Mtakatifu anaweka karama hizo. Mwingine maandiko yanasema tafsiri za lugha. Tafsiri za lugha. Mwingine sasa ana uwezo kutafsiri. Kwa mfano hata hizi kunena kwa lugha. Kunena kwa lugha, kuna watu wanakuwa na karama ya kutafsiri kile anachonena mtu mwingine kwa lugha. Bwana Yesu asifiwe. Hata mahali pengine maandiko yanasema kwamba mtu asinene kwa lugha kama hakuna mtu wa kutafsiri. Unaona? Kwa hiyo iko karama sasa ya tafsiri za lugha, na mtu akaanza kutafsiri lugha nyingine kwa lugha inayojulikana mahali pale. Wakorintho wa kwanza sura 14 mstari 12. Wakorintho wa kwanza sura 14 mstari ule wa 12. Vivyo hivyo na ninyi, kwa kuwa mnatamani sana kuwa watu wenye karama za Roho, takeni kwamba mzidi sana kuwa nazo ili kulijenga kanisa. Kwa hiyo lazima watu wa Mungu tutamani kuwa na hizo karama. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ndani yako uwe unataka kuwa na hizo karama. Sasa ukitamani, wakati mwingine kwa kuomba na kwa kumomba Mungu, takeni sana karama zilizo kuu. Sehemu nyingine maandiko yanasema hivi, takeni karama zilizo kuu. Unaweza kumomba Mungu juu ya karama hizo, na hizi karama ni za msingi, za muhimu sana kwa ajili ya kulijenga kanisa, ili kuwe na kanisa lenye nguvu, lenye uwezo. Wakiwako watu wenye karama mbalimbali za Roho Mtakatifu na kila mmoja akawa anatumikia eneo lake, sasa utaweza kuona jinsi ambavyo karama hizi zikiwa nyingi na watu wakiwa wengi, sasa tuna uwezo wa kulijenga kanisa likiwa ni kanisa lenye nguvu sana, ambalo shetani hawezi kulichezea, katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 4 mstari wa 10. Waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya 4 na mstari wa 10. Kila mmoja kwa kadiri alivyoipokea karama, itumieni kwa kuhudumiana kama mawakili wema wa neema mbalimbali za Mungu. Kila mmoja kwa kadiri alivyoipokea karama, itumieni kwa kuhudumiana kama mawakili wema wa neema mbalimbali za Mungu. Mwenzetu mmoja na karama za uponyaji, basi tunaitumia hiyo kwa kuhudumiana sisi wenyewe. Kama kuna wagonjwa, mtu mwenye karama ya kuombea anawaombea wagonjwa, wanaponywa katika jina la Yesu. Na si lazima awe mchungaji, si lazima awe askofu. Hapana, hizi ni karama ambazo zinakuwa juu ya watu mbalimbali waliompokea Roho Mtakatifu. Yeye anangawia kila mmoja kama apendavyo. Kwa hiyo ndani ya kanisa tutafahamu kwamba huyu ana karama fulani. Sasa itakapokuwa kuna haja ya huduma hiyo inahitajika, tunajua mwenye karama hii ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Tunatambua kwamba karama hii, nani ana uwezo mkubwa wa kufanya katika jambo hili au katika kazi hii. Nani ambaye anaweza kutuhudumia katika eneo fulani. Tunajua hapa mwenye karama ni fulani. Kwa hiyo karama hizi tumepewa kwa ajili ya kuhudumiana. Amen. Kwa ajili ya kuhudumiana, kila mmoja kwa kadiri alivyoipokea karama, itumieni kwa kuhudumiana kama mawakili wema
wa neema mbalimbali za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hakuna sababu ya kumwonea mwingine wivu, kwamba kwa nini huyu Mungu anamtumia sana, kwa nini huyu labda anaimba sana, anaimba vizuri, kwa nini huyu akiombea watu wanaponywa, kwa nini? Hapana. Wewe nawe unayo karama ya kwako. Amen. Unayo karama ya kwako. Kama uijui, sasa hiyo ni hasara. Aidha basi hujajazwa na nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu, hata ukajua karama gani ambayo inafanya kazi ndani ya maisha yako. Lakini sio hilo tu. Roho Mtakatifu anatupa uwezo wa kumshuhudia Yesu. Unajua kumshuhudia Yesu sio rahisi. Kujipambanua kwamba wewe ni mwanafunzi wa Yesu sio rahisi. Wengine wanaogopa, wengine wanaona aibu, wengine wanashindwa kujipambanua kwamba yeye ameokoka, ni mtu wa Mungu. Roho Mtakatifu anatupa ujasiri. Ukiwa na Roho Mtakatifu unakuwa na ujasiri usiokuwa kawaida. Unakuwa shujaa, sio kawaida. Alafu kunakuwa na utisho usiokuwa kawaida. Juzi hapa nilikuwa nasoma ushuhuda mmoja katika mtandao. Kabla lile tukio la moto ule ambao ulikuwa umetokea kule Marekani ukateketeza makazi ya watu wengi, kulikuwa na dada mmoja ambaye ameokoka, akiwa anasafiri kutoka mji mmoja kwenda mji mwingine kwenye ndege. Alisimama ndani ya ndege, akaanza kuhubiri. Na sio kuhubiri tu, katika kuhubiri kwake akaeleza juu ya hilo tukio kwamba kuna moto unakwenda kutokea. Wakaja wahudumu pale wa ile ndege. Kumbuka ni Ulaya huko, vitu hivyo haviruhusiwi kabisa. Wakajaribu wakataka kunyamazisha, ikaonekana kama labda anasumbua abiria wengine na nini, lakini walishindwa. Yule dada akasimama kwa nguvu za Roho Mtakatifu, akaanza kuhubiri mle ndani kwenye ndege, na akahubiri mpaka alipomaliza akawa ameketi. Sio kitu cha kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Sio kitu cha kawaida. Lakini mtu anapokuwa amejaa nguvu ya Roho Mtakatifu, hakuna kitu kinaweza kuzuia mtu huyo asilifanye lile jambo. Kuna ujasiri usiokuwa kawaida. Kuna ushujaa na nguvu fulani hivi ambayo mtu yeyote akikukaribia, yeye mwenyewe anaogopa, anakukwepa na kuachia mpaka lile jambo utakapokuwa umemaliza kulieleza. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu. Kazi ya Roho Mtakatifu. Leo watu wanashindwa hata tu kushuhudia mtaani, kukutana na mtu hivi ukataka kumweleza habari za Yesu anayeokoa, watu wanashindwa. Mwingine hata kwenye nyumba anayoishi hapendi watu wajue kwamba yeye anampenda Yesu, ameokoka. Anataka iwe siri fulani hivi. Hapana. Yesu alisema hivi, nitakalowaambia ninyi sirini, ninyi lihubirini mkiwa juu ya paa za nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Simama juu ya paa ya nyumba, hubiri. Sasa sio rahisi, lakini ukipokea weza utakao juu, nguvu ya Roho Mtakatifu. Ndivyo walivyokuwa kina Petro. Akina Petro wakati mmoja, Petro alikuwa ni mwoga sana. Kabla ya kupokea nguvu ya Roho Mtakatifu, Petro alikuwa ni mwoga sana. Lakini baada ya kujazwa Roho Mtakatifu, Petro alibadilika sana. Na kumbuka wakati ule mamlaka zilikuwa zinatawala nyakati zao, zilikuwa hazitaki kusikia habari za Yesu, na walishakamatwa mara nyingi na wakakemewa, wakaadhibiwa, wakatiwa magerezani, wakapigwa bakora.
kwa sababu ya kukutwa wanamhubiri Yesu. Lakini sio hilo tu, wale watu walikuwa tena wakamata na kuwaua. Nakumbuka Stefano alipigwa mawe akafa. Akina Sauli hao wakati kabla hajaokoka ndio ilikuwa kazi yao hiyo. Wanawakamata wanafunzi wa Yesu, wanawatia magerezani, wanawaua. Sasa wakati huo ndio wakati ambao akina Petro walisimama wakahubiri. Bwana asifiwe. Walisimama wakahubiri, na hata walipotumwa watu kwenda kuambia kwamba Bwana, tumetumwa tuwaambie kwamba msihubiri habari za mtu huyu hapa, majibu yao yalikuwaje? Amueni wenyewe, tumtii Mungu au tuwatii ninyi? Hatuwezi kuacha kuhubiri habari za mambo ambayo tunayajua. Wakaendelea kuhubiri bila kujali, bila kuogopa. Ile ni lazima mtu awe amepokea uwezo na nguvu ya Roho Mtakatifu. Unaweza asifiwe. Unakuwa ni mtu ambaye huogopi jambo lolote, uko tayari kwa jambo lolote ambalo litakukabili. Roho Mtakatifu anakupa ujasiri wa ajabu, anakupa nguvu zisizokuwa za kawaida, na kuamini katika jambo unalolifanya pasipo kumwogopa aliye mwanadamu yoyote, katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini katika mazingira ya kawaida utakimbia, utaenda kujificha, utaenda huko na huko, na hutakuwa na ujasiri. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anatupa uwezo kumshuhudia Kristo katika hali iwayo yote ile. Yohana sura ya 15 mstari wa 26. Yohana 15 mstari ule wa 26. Lakini ajapo huyo msaidizi nitakayopelekea kutoka kwa Baba, huyo Roho wa kweli atokaye kwa Baba, yeye atanishuhudia. Yeye atanishuhudia. Utakuwa shuhuda, hakuna kitakacho kuzuia. Kwa nini? Kwa sababu kutakuwa na Roho itakayokufanya kuwa hodari na kuvaa ushujaa mwingi, kama ilivyokuwa kwa Yoshua. Yoshua 1 mstari ule wa 5 mpaka wa 7. Yoshua 1, kitabu cha Yoshua sura ya 1 mstari wa 5 mpaka 7. Hapata kuwa na mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewarithisha watu hawa nchi hii niliyowapia baba zao ya kwamba nitawapa. Uwe hodari tu na ushujaa mwingi, uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Bwana Yesu asifiwe. Neno hilo linakuwa dhahiri sasa unapokuwa umepokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Lakini sio hilo tu, kazi nyingine. Roho Mtakatifu anatufundisha, ni mwalimu, anatufundisha kwa usahihi, anatufundisha kwa usahihi katika Kristo Yesu na kutupasha habari zake. Roho Mtakatifu ni mwalimu. Utaweza kuona hata ukiwa mwenye peke yako umejaa Roho Mtakatifu, unasoma Biblia, yani utaona kama kuna kitu kinakufafanulia huko ndani. Unaona? Kinafafanua kwamba neno hili maana yake ni hii. Ni kama kuna mtu anasema na wewe, anakufundisha ndani moyoni. Unasoma tu Biblia, au hata unaposikia neno hili unaweza kuwa unasikia ndani yako kuna ufafanuzi zaidi ya lile ambalo mhubiri analihubiri. Wewe ni kama kuna kitu kinaendelea kufafanua. Roho Mtakatifu ni mwalimu. Bwana Yesu asifiwe. Ni mwalimu. Ndio maana hata kama kuna mtu anakufundisha uongo, anaweza kukwambia huyo ni mwongo. Hilo ni neno la uongo, kwa sababu yeye ni mwalimu, anatufundisha na kutoa katika yale aliyo Kristo Yesu na kutupasha habari zake. Yohana sura ile ya 14 mstari wa 26.
Yohana sura ile ya 14 na mstari ule wa 26. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba Yohana 14 mstari wa 26. Ndiyo. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote. Atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anatufundisha na kufanya nini? Kutukumbusha. Kutukumbusha. Ndio maana kama na Roho Mtakatifu utaweza kuona hata linapokuja jambo fulani hivi kwa ghafla, anaweza akakukumbusha mistari ya kusimamia. Unapoomba unaweza ukakumbushwa mistari ya kuomba nayo, wala utumii nguvu. Unaona kama tuko na mtiririko fulani hivi wa mistari Biblia. Ndio maana watu wengine wanaposimama kufundisha wala hawaandai ujumbe. Kuna watu huwa hawaandai ujumbe wa kusimama nao. Akija akisimama hapa, Roho Mtakatifu anampa ujumbe na anaanza kutiririka kwa mistari, lakini hajakaa kupanga ile mistari. Ni Roho Mtakatifu anafundisha na tena anamkumbusha hata mistari ya kufundishia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo, Roho Mtakatifu ni mwalimu mzuri sana. Huyu ni mwalimu mzuri sana kuliko hata walimu ambao wamekwenda vioni, wana degrees, wana PhD, wana nini. Huyu ni mwalimu wa kweli. Amen. Ni mwalimu aliye mwalimu wa kweli kabisa, ambaye ana uwezo kutufundisha. Lakini sio hilo tu. Roho Mtakatifu anatupa kuzaa matunda ya Roho. Anatuwezesha kuzaa matunda ya Roho. Maana ni kwamba huyu akiwa ndani yetu, kuna matunda yanatakiwa kuonekana. Maana ni Roho Mtakatifu huyo yuko ndani yako, na kama yuko ndani yako, basi yale matunda ya Roho yataonekana, ambayo si rahisi yakaonekana kwa mtu ambaye hana Roho Mtakatifu. Wagalatia sura ya 5. Kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 16 alafu mstari wa 22 mpaka 23. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 16 alafu mstari wa 22 mpaka 23. Basi nasema, enendeni kwa Roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Mstari wa 22 mpaka 23. Sasa lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Unaweza kuona jinsi ambavyo hizi ni tabia ambazo mtu kama hana Roho Mtakatifu si rahisi zikaonekana. Na haya ni matunda ya Roho ambayo yanatakiwa yaonekane kwa mtu aliyeokoka, kwa mtu anayemjua Mungu, kwamba mtu huyo atakuwa na upendo. Mungu ni upendo. Iweje mtu ambaye ameokoka hana upendo? Hapendi watu. Mtu ameokoka lakini ndani yake kuna chuki, ndani yake kuna hasira. Hata watu wanamjua kwamba huyu mtu ana roho mbaya, lakini anajiita mlokole. Ni kweli wako watu namna hiyo, hawana Roho Mtakatifu. Maana mahali alipo Roho kuna upendo. Amen. Mahali alipo Roho kuna kuwa na furaha. Mtu mwenye Roho Mtakatifu anafurahi. Yaani ile furaha si kwa sababu ya vitu alivyo navyo.
anaweza kawa hana hela kabisa, wala ajala, alafu wala hajui itakuwaje, lakini anacheka, ana smile. Yani yule roho anamsaulisha tabu zake zote. Yeye anajiona ni mtu ambaye yani ana kila kitu wakati hana kitu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio kazi ya Roho Mtakatifu. Unaweza huyu mtu akaonekana ni tajiri, ana pesa, ana kila kitu, kumbe ni ile furaha ya Roho Mtakatifu ambayo inamfanya wakati wote anaonekana amejaa amani, amejaa furaha, anazungumza na watu wakati watu wengine wamehuzunika, hawajui itakuwaje, jambo hili litakuwaje, lakini yeye pale alipo anafurahi, yani kama vile hajui kabisa kwamba kitu gani kinaendelea. Roho Mtakatifu huwa anatufanya kufurahi mahali ambapo kama si yeye tusingeweza kufurahi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano, unaweza kuona jinsi ambavyo Paulo na Sila walifungwa gerezani. Mtu akifungwa gerezani anahuzunika, si ndio? Yeye anawaza kwamba sisi itakuwaje, yani hapa sasa tutatokaje gerezani, amefungwa gerezani. Wao wanaingia gerezani, wanaanza kumsifu Mungu, wanaanza kuimba mapambio. Wako chini ya ulinzi, wanaimba mapambio, wanamsifu Mungu, wanamsifu Mungu, wanaanza kuomba. Unadhani ni rahisi? Rahisi Watu wote tunashindoga kuomba hapa kwa sababu tu ya jambo fulani tu dogo hivi. Mimi bwana siwezi kuja kwenye maombi, nina matatizo. Una matatizo gani? Kumbe hajala. Yani hilo ni tatizo kabisa, na maombi hawezi kuja, kila kitu kitasimama nini. Roho Mtakatifu hayuko hivyo. Yani hakuna kitu ambacho kitakuzuia wewe au kitakutenga wewe na Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Paulo mtume kwa Roho Mtakatifu anasema, ni kitu gani kitakachonitenga na upendo wa Kristo? Bwana Yesu asifiwe. Anasema, je, ni mauti? Je, ni njaa? Ni upanga? Ni uchi? Sio nini? Kitu gani kitanitenga na upendo wa Kristo Yesu? Kwamba vitu hivyo hata kama vipo haviwezi kumtenga na upendo wa Mungu. Amejaa Roho Mtakatifu. Katika kawaida vitu hivyo vinatutenga na upendo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwani uongo? Si matatizo ndio yanafanya watu hawaendelei na imani, hawaendelei na wokovu, hatuwaoni. Siku kukutana naye ataanza kuweza kuona, jua mimi na matatizo. Paulo anasema hakuna kitu kitakachomtenga na upendo wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni haya matunda ya Roho ambayo yanaambatana na mtu pale ambapo atakuwa upendo, furaha, amani. Amani ndio ambayo tumeangalia hapa, kwamba mtu huyu anakuwa na amani. Wakati mwingine anaweza kafanywa jambo baya sana ambalo ungefikiri kwamba yani huenda labda angekasirika au sio angefanya nini, angeenda polisi, sio angeenda wapi, akanasema nimemsamehe mtu huyu, hajui alitendalo. Una amani naye, yani na amani naye kabisa, yani Mungu tu amsamehe. Haiwezekani usipokuwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia inatajwa hapa uvumilivu. Kuna uvumilivu wa kawaida wa kibinadamu upo, lakini kuna uvumilivu mwingine mpaka unaweza kusema kwamba unafikiri huyu mtu ni mjinga, hana akili. Yani unaweza kuvumilia haya yote haya. Unavumiliaje? Kwa mfano, huyu nafikiri ana matatizo fulani. Mtu akiwa na nguvu ya Roho Mtakatifu ana uwezo kuvumilia mambo yasiyovumilika. Bwana Yesu asifiwe. Yani mambo ambayo hayavumiliki, mtu mwenye nguvu ya Roho Mtakatifu anaona sawa tu, anavumilia tu, ana neema. Amen. Roho Mtakatifu anatuletea neema hiyo ya kuvumilia mambo ambayo huwezi kuvumilia. Mtu anaweza kuwa anashambuliwa sana, anashambuliwa
watu wananishambulia, lakini anavumilia tu. Anavumilia tu. Roho Mtakatifu anatupatia kuvumilia kusiko kwa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Utu wema, tumejifunza habari zake hapa asubuhi. Utu wema. Mtu mwenye Roho Mtakatifu anakuwa na utu wema. Utu wema ni ile hali ya kuwa mwema mpaka sasa inaonekana huyu jamaa akili zake haziko sawa sawa. Wema gani huo? Yaani ni wema ambao unafika mahali hata yeye mwenyewe anaweza akakosa kile kitu, akawa hanacho kabisa yeye, lakini kwa wema wake kila alichokuwa nacho yeye akampa mtu mwingine. Alafu yeye akabaki hana, lakini ana amani, ana furaha. Na wakati mwingine hata kashambuliwa kwamba kwa nini amefanya hili jambo. Wema gani huo? Utu wema. Lakini ni tabia ambayo inaweza kuwafanya watu wengine wengi wakamwamini Kristo kwa sababu ya utu wake wema. Akawa ni mtu ambaye ana uwezo mkubwa wa kuwavuta watu wengine wengi katika imani kwa sababu ya wema wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hata kile alicho nacho yeye, hata wakati mwingine ile senti ambayo yeye alikuwa nayo ya mwisho akachukua akampa mtu mwingine, akasema hapana, wewe chukua tu, mimi Bwana atajua kwamba itakuwaje, lakini chukua wewe hii kwa sababu wewe una shida. Hebu chukua kwanza wewe, maliza kwanza wewe tatizo lako, alafu wengine wanashangaa huyu vipi? Yaani amechukua ile ya mwisho kabisa eti amempa mtu mwingine, alafu yeye mwenyewe amebaki hana kitu. Utu wema wa kupitiliza namna hiyo ni tunda la Roho. Watu waliokuwa na Roho Mtakatifu waweza kuona jinsi ambavyo wakati mwingine walikuwa nakubali yeye kutoa maisha yake afe yeye, wengine wapone. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo alivyofanya Kristo, akatoa uhai wake ili sisi tufanye nini? Tupate kupona. Unafikiri ni rahisi? Sio rahisi. Ijapokuwa neno nalo linatuagiza kwamba kama Kristo alivyotoa uhai wake, sisi nasi yatupasa kutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu. Hilo neno lipo alipo? Lipo alipo. Tutoe uhai wetu kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya ndugu. Ni agizo, lakini sio rahisi. Pasipo msaada wa Roho Mtakatifu sio rahisi. Uvumilivu, utu wema, fadhili. Fadhili. Unajua maana fadhili? Kusaidia watu, kuwafadhili watu. Kufadhili ni kumsaidia mtu pasipo kutarajia chochote kutoka kwake. Umekuta tu na mtu ana shida. Yaani mimi nina shida, nimekwama hapa, nimeibiwa kila kitu, na safiri naenda Mwanza, yaani niko hapa leo siku ya ngapi, sina chochote, kila kitu amechukulia. Ilikuwaje? Anakuelezea kwa ufupi pale. Kwa hiyo nasema niko hapa, sio atata kwaje. Nikikukatia tiketi utaondoka leo? Nitashukuru. Hebu twende tukate tiketi hapa. Anamkatia tiketi yule mtu hamjui, wala hana mpango wa kukutana naye tena. Ukiachana naye pale hujui hata uko nako kwenda na kuaje. Na hivyo bila kutaka chochote kila. Roho ya kufadhili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndani ya kanisa kuna watu wana matatizo, kuna watu wamepungukiwa, kuna hili na lile. Roho ya kufadhili, roho ya kufadhili unasaidia tu huyo mtu, si kwa sababu kuna kitu unahitaji kwake, hapana. Sipokuwa hilo ni tunda la Roho, unafadhili, na hiyo ni tunda la kufadhili namna hiyo, kama maandiko yanavyosema. Fadhili, alafu kuna uaminifu. Uaminifu. Roho Mtakatifu anatufanya kuwa waaminifu. Uaminifu katika maeneo yote. Uaminifu katika mambo ya fedha, ambayo ni shida sana watu kuaminika kwenye maeneo hayo. Uaminifu katika mambo yote. Uaminifu kwenye ndoa, uaminifu kila mahali. Roho Mtakatifu ana uwezo mkubwa sana kutusaidia tukao waaminifu mahali ambapo tusingeweza kuwa waaminifu.
Upole. 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 Upole unazungumzwa hapa ni ule upole ambao wa kuweza kuwasikiliza wengine, kuwapokea wengine, kuwapa nafasi wengine wakazungumza. Haijalishi mtu huyu ni mtu aina gani. Ni mtu ambaye yuko chini yako, ni mfanyakazi wako, ni mke wako, mume wako. Roho ya upole, roho ya kusikiliza. Unasikiliza. Kuna watu ambao hawana roho ya kusikiliza. Yaani wakati wote anataka yeye ndiye anaongea. Ukitaka kuongea, sikiliza kwanza. Yaani hapa hivi unamsikiliza, unataka kuchangia. Wako watu ambao hawakupi nafasi, yuko hivyo. Hiyo sio roho ya upole. Roho ya upole inasikiliza. Bwana Yesu asifiwe. Unawasikiliza wengine. Hata kama anaongea kitu ambacho wewe msikiliza aongee kwanza. Subiri amalize, alafu na wewe uongee. Lakini watu ambao wanataka aongee tu yeye, hapana. Mtu ambaye ana Roho Mtakatifu anakuwa na roho ya upole. Amen. Anasikiliza, alafu anakuwa na kiasi. Kuwa na kiasi. Kuwa na kiasi. Si mtu ambaye unafanya mambo yani mpaka unapitiliza. Unakuwa na kiasi katika mambo yote. Chochote kile ambacho unakifanya, fanya kwa kiasi. Kama unaongea, ongea kwa kiasi. Kunakuwa na kitu kinakusimamia kwamba hapa usifanye zaidi. Inatosha. Kama unakula, kula kwa kiasi. Sio unaenda unajaza lisahani hivi watu wote wanakushangaa. Ndio ulikotoka una njaa ujala, lakini hapa umefika kula, fanya kwa kiasi. Sio mpaka watu wote wanakukodoa hivi. Huku sahani huku umebana maji ya kunywa, huku umebana na soda. Yaani vitu vingine unatamani uweke mfukoni uende navyo. Uwe na hekima, fanya kwa kiasi. Amen. Roho Mtakatifu anatufundisha jinsi ya kufanya mambo kwa kiasi. Kwa hiyo huwezi kumwaibisha Yesu wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo haya ni matunda ambayo mtu akiwa na Roho Mtakatifu yataambatana naye. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema kwamba juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Yaani wewe hushtakiwi na neno lolote mahali. Utashtakiwa. Haitakuwa rahisi wewe kuanguka katika uovu ukiwa ni mtu mwenye haya matunda 9. Upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa nimejaribu tu kuangalia kwa sehemu kidogo jinsi ambavyo Roho Mtakatifu anavyoweza kubadilisha maisha yetu na akatupeleka kwenye maisha ya ndoto zetu baada ya kuwa tumemwamini Yesu. Ni vigumu sana kufikiria ndoto tulizo nazo kwa sababu hatuna uwezo, hatuna nguvu, hatuna mamlaka ya Roho Mtakatifu hata kupambana na nguvu za giza, kupambana na maadui zetu. Tunahitaji uwezo na nguvu za Roho Mtakatifu. Watu wengi wameokoka ni waoga. Wanaogopa nguvu za giza, wanaogopa wachawi, wanaogopa ulozi, wanaogopa mambo gani? Ni kwa sababu hatuna nguvu ya Roho Mtakatifu. Ukiwa na nguvu ya Roho Mtakatifu, una uwezo wa kumkabili mchawi na ukaziharibu kazi za kichawi katika jina la Yesu. Kwani Paulo mtume alipokuwa amekutana na Elima ilikuwaje?
alimwambia utakuwa kipofu kwa muda, na Elima pale pale macho akafumba, akaanza papasa. Unaona? Kwa nini? Alikuwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Hakuwa mtu ambaye alikuwa anaogopa nguvu za giza kama jinsi ambavyo leo kanisa linaogopa nguvu za giza. Yaani watu wakisikia huyu ni mchawi, watu wanaogopa. Ni kwa sababu huna nguvu za Roho Mtakatifu. Ukiwa na nguvu za Roho Mtakatifu, hakuna kitu kinaweza kukutisha, kwa sababu Roho Mtakatifu ni Mungu. Akiwa ndani yako, huyo ni Mungu. Hakuna kitu kinaweza kikakutisha kwa namna iwayo yoyote ile, katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo kanisa tumelala, kanisa tumesinzia namna hii kwa sababu hatuna nguvu. Hatujapokea uwezo utokao juu. Na kama tumepokea tu kule kunena kwa lugha. Matunda hatujayaona, matokeo hatujayaona. Kwa sababu mtu mwenye nguvu za Roho Mtakatifu tutaweza kuona uhalisia katika maisha yake. Hawezi kuwa mtu ambaye analegea kwenye imani. Roho Mtakatifu anaimarisha imani ya mtu. Roho Mtakatifu anamfanya mtu kuwa macho katika imani. Si mtu wa kusinzia. Si mtu anayekuwa mvivu katika mambo ya imani. Roho Mtakatifu anambadilisha mtu. Anabadilisha maisha ya mtu ya kiroho sana. Ndani yetu tunawiwa, kuna kuwa na deni, moto unawaka. Maana tumebatizwa sasa kwa Roho Mtakatifu, kwa moto. Kwa hiyo kuna moto wa kuhubiri injili unawaka. Kuna kuwa na moto wa kufanya kazi ya Mungu unawaka. Karama zinafanya kazi. Huwezi kuwa mtu umekaa tu, hata ujui kuna karama gani, hata ujui Mungu amekuokoa kwa sababu gani. Nasema hivi, siku ya leo nataka tuombe mahali hapa. Nguvu ya Roho Mtakatifu ishuke ndani ya nyumba hii. Nguvu ya Roho Mtakatifu ishuke ndani ya watu. Tuone maisha ya watu yanabadilika. Ni kweli tutanena kwa lugha, hiyo ni ishara tu, lakini tutaona katika tabia, tutaona katika utendaji, tutaona katika mwenendo, tutaona katika imani uliyo nayo kwamba wewe si mtu wa kawaida, katika jina la Yesu. Tumejifunza mambo mengi sana hapa. Jeshi la mtu mmoja, si jeshi la nini. Mafundisho haya yote, kama huna nguvu ya Roho Mtakatifu, hujapokea Roho Mtakatifu, mafundisho haya yatakuwa yanaingia sikio moja, yanatokea katika sikio lingine, kwa sababu neno hili ni roho. Hili neno ni roho. Kama ni roho, lenyewe pia linatakiwa kupokelewa katika roho na tuliishi katika roho. Kama huyo roho hayuko ndani yako, utajifunza, utabakiwa tu na akili, ufahamu katika akili na katika kichwa chako, lakini hatutaona uhalisia wake katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka kuona moto umewaka, sababu yeye huyo anapokuwa ndani yetu, yeye ni moto ulao, yeye ni moto teketezao. Neno lake ni moto, neno lake ni upanga ukatao kuwili, katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Maisha yako yanakuwa moto. Leo yamekuwa baridi kwa sababu yeye aliye moto hayuko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Unalegea kwa sababu huna huyo msaidizi. Huyo msaidizi akiwa pamoja na yeye, hata wakati ule unalegea atakwambia usilegee. Hata kama hauombi, atakuamsha, atakwambia ni wakati wa kuomba, si wakati wa kulala, katika jina la Yesu. Lakini kama unalala, unakuwa na amani, unalala mpaka unaota njozi siza nini, hakuna kitu, huyo roho hayuko ndani yako. Lakini kama yuko ndani yako, hata kuruhusu upotee, hata kuruhusu uende mbali, hata kuruhusu ulale usingizi, hata kuruhusu, katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ngoja mimi nikwambie, kupokea nguvu ya Roho Mtakatifu ni rahisi sana. Kupokea huu uwezo, kupokea hizi nguvu ni rahisi. Ni jambo tu ambalo unaliendea kwa imani. Kwa imani. Unachotakiwa tu uwe ni mtu ambaye umeokoka, umetubu dhambi zako na kuziacha, umempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi. Ndio maana Paulo mtume akauliza, je,
mlimpokea Roho Mtakatifu baada ya kuamini. Yaani baada ya kuamini, kinachofuata kupokea Roho Mtakatifu, kinachofuata kubatizwa kwa ubatizo wa maji mengi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana wakati mmoja Petro alipokuwa anahubiri, akashangaa wakati anaendelea kuhubiri pale alipokuwa amealikwa kwa Kornelio. Yeye anahubiri, anashangaa watu wameshukiwa na nguvu ya Roho Mtakatifu, watu wanaenda kwa lugha. Petro alishangaa akaona, mataifa wao nao wameshukiwa na hichi kipawa kama jinsi ambavyo na sisi Wayahudi tulivyo. Akasema, sasa nimegundua kwamba kumbe hakuna upendeleo kwa Mungu. Mungu hana upendeleo. Kama jinsi ambavyo wengine wamepokea, ni yeye huyu ambaye amesema kila mmoja kama alivyogawiwa na Roho Mtakatifu, yeye yule, na ndivyo ilivyo kwako wewe, kama wewe navyo unavyogawiwa na Roho Mtakatifu aliyekuokoa katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo walichofanya hao waliotutangulia ni kwamba baada ya kuwa wamesikia habari za Roho Mtakatifu kama hivi, wao walichofanya waliambiwa kuomba. Wakaambiwa omba. Hata hizi karama hizi, ukipokea Roho Mtakatifu, hizi karama una uwezo pia wa kuomba. Una uwezo kuomba kwamba Bwana, nataka karama ya miujiza, karama ya kutenda miujiza, na ukamwomba Mungu, ukamdai Mungu, ili mradi tu ujue kwamba hizo karama hazitumiki kama show. Hizo karama zinatumika kwenye utumishi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama unaomba karama fulani, ujue matumizi yake yakoje. Unachohitaji wewe ni kuwa mtumishi ambaye umejaa nguvu ya Roho Mtakatifu, na tena kuna karama ya kuponya au ya miujiza katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona hapa sasa jinsi ambavyo maandiko yanavyosema kwamba kila mtu anayeomba anaweza kupokea Roho Mtakatifu. Kila mtu anayeomba, ili mradi tu awe ni mtu ambaye amekwisha kumwamini Kristo, ametubu dhambi zake, amesamehewa, huyo ana uwezo kuomba na akapokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Leo taomba hapa kwa maombi mafupi sana, unakwenda kupokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Nasema unakwenda kupokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Tunakuwa na watu hapa waoga, watu ambao yani mguu mmoja ndani mmoja nje, imani yetu ya kusitasita, mara moto, mara baridi, mara si wapi, mara kichefuchefu. Pokea nguvu ya Roho Mtakatifu, utabaki mahali ulipo. Hakutakuwa na kona. Njia yako itakuwa imenyoka moja kwa moja katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni maombi. Angalia kitabu kile cha Luka sura ya 11 mstari wa 10 mpaka 13. Luka 11 mstari wa 10 mpaka 13. Maandiko panasema hivi: kwa kuwa kila aombaye hupokea. Hayo ni maneno ya Yesu ambaye alituahidi sasa yeye mwenyewe kwamba atatuletea msaidizi. Anasema kwa kuwa kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Maana ni yupi kwenu aliye baba ambaye mwanawe akimwomba mkate atampa jiwe, au samaki badala ya samaki atampa nyoka, au akimwomba yai atampa nge? Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, Baba aliye mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamwombao? Je, Baba aliye mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamwombao? Anawapa watu aina gani? Anawapa watu aina gani? Wamwombao. Na sisi baada ya kujifunza hivi, tukiomba sasa hivi ndani yako unatamani kupokea, ndani yako unataka kuona hizo karama zinafanya kazi, ndani yako unataka moto Roho Mtakatifu ulipuke, unakwenda kupokea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Matendo ya Mitume, ndiko mwisho. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 2, alafu mstari wa 4. Tunapomalizia sasa tunakwenda kwenye maombi. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 2,
Alafu mstari wa 4. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja, walikuwa naomba hao. Kukaja ghafla kutoka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Wangapi? 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 Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Wote wakapokea. Sioni kwa nini wewe usipokee siku ya leo. Angalizo, ikiwa hujaokoka, taongozwa sala ya toba sasa hivi, na leo hii kwenye maombi haya wewe nawe utakuwa miongoni mwa watu ambao wanakwenda kupokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Mahali pale ulipo, simama juu. Simama juu. Simama juu. Lazima tuwashe moto. Lazima tuwashe moto. Amen. Ndiyo. Kama unataka kuona hakuna kitu kinachofanya mchezo katika imani ulionayo, hutaki mchezo, washa moto. Na hakuna moto mwingine. Huo ni moto wa Roho Mtakatifu. Huo ni moto wa Roho Mtakatifu. Nianze na wewe ambaye bado hujaokoka, umekuja hapo, usiogope. Mungu amekuleta siku ya leo kwa sababu maalum. Leo utapokea double portion. Utapata milo mikubwa miwili ambayo wengine haijawahi kutokea hivyo kwenye maisha yao. Utaokoka siku ya leo, alafu leo hii utapokea nguvu za Mungu zitakazobadilisha maisha yako kabisa. Kabisa. Unajua kwa nini Mungu hajidhihirishi katika maisha yako? Hakuna Roho Mtakatifu. Mtu aliyeokoka, maisha yake lazima yawe dhahiri. Mungu anasema tutakuja kwako, tutajidhihirisha kwako. Kujidhihirisha maana yake ni kujionyesha. Na Mungu akijionyesha, watu wengine wataona, watajua huyu sio mtu wa kawaida. Huyu ni mtu wa Mungu, sio mtu wa kawaida. Bwana atajidhihirisha. Mahali alipo Roho Mtakatifu, Mungu huwa anajidhihirisha. Wengine watajua huyu mtu sio mtu wa kawaida. Kwa nini? Roho Mtakatifu hawezi kukaa mahali kimya. Never. Wewe ambaye umekuja, huenda ulikuwa bado hujaokoka, nakwambia hivi, Mungu atajidhihirisha kwenye maisha yako. Utasema ulichelewa wapi? Ulikuwa wapi? Mbona umechelewa? Kwa sababu Roho Mtakatifu atakubadilisha. Atabadilisha maisha yako. Atakufanya kuwa mtu mwingine kabisa, tofauti na yule ambaye wanamjua kule duniani. Sasa, ili kwanza uweze kuokoka, nitakuombea hapo ulipo. Hapo ulipo. Wewe sehemu yako, nyosha mkono wako nikuombee hapo ulipo. Wewe ambaye bado hujaokoka, nyosha tu mkono wako, usiogope. Umekuja, nyosha tu mkono wako, usiogope. Alafu fuatisha maneno haya. Sema, Bwana Yesu. Kwa sauti, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako. Nimejifunza somo hili la kupokea Roho Mtakatifu. Lakini nimejifunza Roho Mtakatifu anakaa kwa watu walioamini. Na mimi mchana wa leo na kuamini Bwana Yesu.
natoa maisha yangu kwako. Ninaliamini neno hili. Nisamehe maovu yangu, samehe dhambi zangu zote, nisafishe, nitakase kwa damu yako iliyomwagika msalabani. Asante Yesu kwa kuniokoa na kunifanya kuwa wa kwako, katika jina la Yesu, amen. Umeokoka tayari. Umeokoka na umeamini. Umeokoka, umeamini. Kwa hiyo neno lile linakuhusu. Je, ulipokea Roho Mtakatifu baada ya kuamini? Na huo ndio wakati ambao Bwana aliuchagua kwetu sisi wote ambao bado hatujaona udhihirisho wa waziwazi. Sio kunena kwa lugha, tutanena kwa lugha, lakini udhihirisho wa waziwazi, moto wa Roho Mtakatifu ambao utaambatana na sisi katika utendaji na maisha yetu kwa ujumla. Si kwa uweza wala kwa nguvu, bali kwa nani? Kwa nani? Kwa Roho. Si kwa uwezo wala kwa nguvu wala kwa akili, lakini huyo msaidizi, huyo Roho, yeye ndiye ambaye atatenda ndani yako. Uko wimbo nataka kuimba, sijui kama nitaweza kuimba ule wa Roho Mtakatifu. Labda waimbaji sogea hapo, utakapokuwa unajua kama nataka kuimba nini wewe. Roho nijawe tena, Roho nijae tena, Roho nijawe tena, Roho nijae tena, Roho shuka tena, Roho shuka tena, Roho shuka, Roho shuka tena.
kwa sauti, omba kwa sauti. Roho Mtakatifu ashuke ndani yako, ashuke ndani yako, ashuke juu yako, ashuke juu yako. Mwambie Roho Mtakatifu, wewe nimejifunza habari zako, nimejifunza habari zako, nataka ushuke ndani yangu, nibadilishe, na kuhitaji, na kuhitaji, na kuhitaji. Roho Mtakatifu, na kuhitaji. Pata sauti yako, pata sauti yako, pata sauti yako. Mwambie Roho Mtakatifu ashuke ndani yako, abadilishe maisha yako. Roho Mtakatifu ashuke, ashuke, ashuke. Wakati unaomba hivyo kwa maneno ya kawaida, unaendelea kuomba kwa maneno ya kawaida, utaona ulimi wako unashikwa, ulimi wako unatamka maneno usiyoyajua, maneno yako unatamka usiyoyajua. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Paza sauti yako, mwambie Bwana, nimejifunza habari ya Roho Mtakatifu, ninahitaji kupokea. Omba, omba, omba. Kama unataka kupiga magoti, unaweza kupiga magoti au ukasimama, ukapiga magoti au ukasimama. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Mwambie Bwana, sikuachi, sikuachi mpaka umenijaza leo. Sikuachi mahali hapa. Roho wa Bwana, sikuachi, sikuache. Nijaze, nijaze, usinipite, usinipite. Nijaze, nijaze. Ninakuhitaji, ninakuhitaji. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, ninakuhitaji. Pata, omba, 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 omba. Usimwangalie mwenzio, usimwangalie mwenzio, aliye kushoto au aliye kulia. Wewe omba, ililie nafsi yako. Nafsi yako ni mahali ambapo unaangalia nafsi yako. Omba. Nenda kwa maombi, nenda kwa maombi. Wote tuombe, wote tuombe, wote tuombe, wote tuombe, wote tuombe. Omba, omba, omba. Mwambie Bwana, sitaweza kuwa kamili mimi. Oh, omba kwa sauti, kwa sauti, kwa sauti. Pata sauti yako, pata sauti yako. Kadiri unavyoomba kwa sauti, ndivyo Roho Mtakatifu anaweza kushuka kwako kirahisi, anaweza kushuka kwako kirahisi. Lakini kwa jina la Yesu, Bwana wa uweza, Mungu mwenye nguvu, wewe ni Roho, wewe ni Roho. Uko ndani ya kanisa lako, uko ndani ya kanisa lako. Bwana, kanisa lako lijawe na wewe Roho, kanisa lako lijawe na wewe Roho. Watu wako wapokee Roho, watu wako wakupokee Roho, wakupokee Roho, wakupokee Roho, wakupokee Roho. Maana sisi ni watu wako, tutembee katika Roho, tuishi katika Roho. Wewe utakuwa ndani yetu. Ni ahadi yako, ni ahadi yako, ni ahadi yako kwamba Roho utakuja juu ya watu wako wote. Tutembee katika Roho, tuishi katika Roho. Omba, 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 omba kwa jina la Yesu Kristo na kwa mamlaka. Omba, 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 omba. Omba, mwambie Roho, sikuachi. Omba. Ngoja kidogo. Baba, katika jina la Yesu, Baba, katika jina la Yesu, tunakuhitaji Roho Mtakatifu, tunakuhitaji Bwana wa mavuno. Angalia jinsi ambavyo hakika hatuwezi, hakika hatuwezi. Shuka katikati yetu, shuka kama kanisa, shuka Bwana, shuka Bwana wa mavuno, shuka Bwana. Omba kwa sauti, omba kwa sauti, omba kwa sauti, omba kwa sauti. Roho Mtakatifu, shuka sasa kwa jina la Yesu Kristo. Shuka Bwana mavuno. Roho Mtakatifu, shuka, shuka, shuka. Oh, reasika ndarabo sinderebo. Renderebo nderebo shendarabo. Ha, reasika ndarabo nderebo. Ribo sika ndarabo. Rindarebo shendarabo.
Horia sika ndarabo. Horia Jaa ndani yangu, jaa ndani yangu, jaa ndani yangu. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, jaa ndani yangu. Omba kwa sauti, 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 omba kwa sauti. Roho Mtakatifu awe juu yako, Roho Mtakatifu ashuke Ndani yangu, Roho kweli, Roho kweli. Itaresekenai, orinere mai, ikasarenere maya, orinere kanaya, osakarinaya. Horia sika ndarabo nderebo. Horia sika ndarabo. Renderebo chindarabo. Rika ndarabo, piga magoti. Omba kwa sauti. Omba kwa sauti kubwa, jiachilie kwenye maombi. Omba kwa sauti. Horia siki. Shuka Bwana. Shuka Bwana mavuno. Shuka kwa mama huyu. Pokea. Pokea. Kwa jina la Yesu. Watu. Pokea. Kwa jina la Yesu. Pokea. Roho wa Bwana shuka ndani yako. Roho wa Bwana shuka ndani yako. Roho wa Bwana shuka ndani yako. Roho Mtakatifu shuka ndani yako. Katika jina la Yesu. Bwana wa uweza. Riko sakandere, rikarasaka, roho shama. Pokea roho. Pokea roho. Pokea roho. Kwa jina la Yesu. Pokea roho. Ashuke. Kwa jina la Yesu. Pokea roho. Shuka Bwana juu. Watu wako Bwana wapokee. Pokea roho katika jina la Yesu. Roho jaa ndani yako. Katika jina la Yesu. Roho shuka. Roho shuka. Shuka ndani ya kanisa lako Bwana. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Risika, risika, Katika risika, jina la Yesu. risika. Yesu, Yesu. Katika jina la Yesu. Yesu. Pokea Bwana. Kwa jina la Yesu. Pokea. Kwa jina la Yesu. Pokea. Nisaidie Roho Mtakatifu. Nisaidie Watu Baba. wako Baba. Nisaidie Shuka. Baba. Nisaidie Shuka Baba. ndani ya kanisa. Nisaidie Baba. Kanisa lako. Nisaidie. Kanisa lako lisibaki yatima Bwana. Umesema kanisa lako halitakuwa yatima. Kanisa lako halitakuwa yatima. Hutaliacha kanisa yatima. Hutaliacha kanisa yatima. Pokea roho. Pokea roho. Kanisa halitabaki yatima. Kwa jina la Yesu. Pokea roho. Kanisa halitabaki yatima. Pokea roho. Kwa jina la Yesu. Kanisa lako
Kanisa lako Yesu, kanisa lako Yesu, kanisa lako Bwana alitabaki yatima. Watu wako hawatabaki yatima kwa jina la Yesu. Kanisa lako Bwana halitabaki yatima. Oh, jina la Yesu. Bwana waweza. Kanisa lako halitakuwa yatima kwa jina la Yesu. Watu wako, watu wako wawe moto kwa jina la Yesu. Kanisa lako Bwana halitakuwa yatima. Pokea roho, shuka roho, shuka ndani ya watu. Kanisa lako Bwana, kanisa lako roho, kanisa lako roho, kanisa lako roho kwa jina la Yesu. Kanisa lako Bwana halitabaki yatima kwa jina la Yesu na kwa mamlaka. Shuka Bwana, oh, katika jina la Yesu Kristo. Shuka ndani ya watu wako Baba, katika jina la Yesu. Kanisa lako Baba halitakuwa yatima. Wako roho hawatabaki yatima. Roho, shuka ndani ya watu wako kwa jina la Yesu. Asante Yesu. Asante Roho, asante Roho kwa jina la Yesu. Kanisa lako halitabaki yatima katika jina la Yesu Kristo. Pokea, shuka Roho, shuka Roho, shuka ndio kanisa, kanisa lako shuka. Shuka roho, shuka, shuka neno lako, shuka katika jina la Yesu. Shuka kanisa, kanisa lako roho, kanisa lako roho. Shuka, shuka ndani ya watu wako. Shuka, shuka kwa jina la Yesu. Bwana waweza. Kanisa lako Bwana katika jina. Shuka, 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 shuka. Shuka, shuka, katika shuka, katika jina la Yesu. Shuka roho, kanisa lako Bwana, moto shuke, moto mtakatifu shuke, shuka ndani ya watu wako Bwana, ushuke moto wako Baba. Shuka roho kwa jina la Yesu. Oh Bwana, ushuke moto. Bwana shuka watu wako Baba katika jina la Yesu. Shuka.
Shuka roho. Shuka roho. Kwa jina la Yesu. Bwana shuka. Kanisa lako. Watu wako Baba hawatabaki yatima. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Shuka. Roho shuka mahali hapa. Shuka kwa watu wako. Shuka Bwana, shuka. Jina la Yesu. Shuka. Shuka roho. Haleluya. Haidabashaka. Haidabashia. 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 Rabakaridaya. Rabashia katira. Haidabashaka. Haidabashia. Gloria Masakara. Rimasikara. Rimasikara Masaka. Rimasikara Masaka. Gloria Baba. Rikama Baba. Shuka roho kwa jina la Yesu. Bwana shuka. Kanisa lako, watu wako, kanisa lako, watu wako, watu wako, kanisa lako, kwa jina la Yesu. Moto shuke. Roho Mtakatifu. Fire. Moto. Moto. Watu wako wawe moto. Kanisa lako liwe moto. Katika jina la Yesu. Si kwa uweza wala si kwa nguvu. Kwa roho. 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 Shuka. Kwa jina la Yesu. Bwana wa Yesu. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, nahitaji Bwana uweze kushuka ndani yangu, uweze kushuka ndani yangu. Nahitaji msaada wako Bwana, nahitaji msaada wako Bwana, kwa jina lako Yesu Kristo, kwa jina lako Yesu Kristo, nahitaji msaada wako Bwana.